Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, uhali gani? Natumai kwamba Jumatatu yako inakuendea vyema popote unapotegea taarifa hizi za yanayojiri. Yapo mengi tuliyokuandalia, natakuwa tunaangazia taarifa zinazoibuka na kugonga vichwa vya habari, tukiangalia masala ya elimu ambayo bado inaendelea kuwa changamoto kote nchini, hususan katika mpito wa gredi ya 10, ikiwa wanafunzi tayari wanaendelea kufika shuleni, baadhi wakiwa na changamoto za kifedha zinazowalazimu wazazi kukosa mbinu ya kuwafikisha watoto wao shuleni kulingana na changamoto ama kutokana na changamoto hizo. Lakini pia tutakuwa tunaangazia baadhi ya changamoto hizo na mpito wa gredi ya 10 na pia vile vile katika gredi zingine muhimu kwenye mtaala wa CBE, ikiwa ni ile gredi ya 7 ambayo ni sekondari ya chini ama sekondari msingi. Na sasa hivi yapi ambayo tunajifunza kama taifa katika sekta ya elimu na tunaweza kuepuka katika mpito unaofuata kwenye kiwango cha juu ama elimu ya juu, ambapo wanafunzi watakapotamatisha hii sekondari ya juu basi watakuwa wanaingia kwenye vyuo na vyuo vikuu. Tutakuwa tunaangazia yote hayo kwenye sehemu ya pili ya mazungumzo, lakini kwenye sehemu ya kwanza tutakuwa tunaangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa na tukianza moja kwa moja tutakuwa tunaangazia taarifa. Kumbuka mtazamaji, kumekuwa na taarifa ambazo zinaendelea kuwakereketa wengi, na pia tumeona kwamba kuna ule mgomo wa wahudumu wa matatu ama ule usafiri wa umma ambao ulikuwa umetangazwa kuanza mwishoni mwa juma jana, na sasa hivi kuna baadhi ya maeneo jijini Nairobi ambapo usafiri umekuwa ni changamoto. Tutakuwa tunaangazia hayo na pia kuangazia siasa. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika siasa na hususan katika mrengo wa upinzani ambao bado wanaendelea kusisitiza kwamba serikali inahusika pakubwa katika mashambulizi ambayo yanayakumba, wakirejelea kile kisa kilichotokea kwenye kaunti ya Nyeri juma jana. Lakini tuanze na taarifa ifuatayo ambapo Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku amewahakikishia Wakenya haswa wanaoathirika na hali ya sasa ya ukame kuwa serikali imejitolea kikamilifu katika kuhakikisha hakuna mwananchi yeyote anayekosa chakula, changamoto hizo ambazo zinaendelea kuwa mbaya zaidi hususan katika kaunti za kaskazini mwa Kenya. Akizungumza katika eneo la Erimeit katika kaunti ya Isiolo ambako alihudhuria ibada ya kanisa, Ruku anasema kuwa serikali ya rais tayari imetengeza kutenga angalau shilingi bilioni 6 kushughulikia changamoto zinazosababishwa na ukame. Serikali ya Mheshimiwa Rais, kiongozi wetu wa taifa, imetafuta pesa, imetumia shilingi bilioni 6 kununua chakula, kununua mchere, kununua maharagwe, kununua chakula ya mfugo, na hiyo chakula iko tayari. Chakula ya mifugo iko tayari, mchere iko tayari, maharagwe iko tayari. Kwa hivyo kusinje kuwa na Mkenya yeyote kwa sasa anapata njaa juu ya ukosefu ya chakula, juu ya kiangazi.